Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Nikukaribishe vyema kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Msomaji wako siku huu ni mimi Fatma Hassan, karibu. Nchi za Afrika zimetakiwa kuungana katika kuimarisha huduma za afya ya msingi na ufadhili wa ndani katika kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza NCDs. Tupate taarifa zaidi. Rai hiyo imetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, aliyewakilishwa na Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa katika ufunguzi wa mkutano wa 3 wa kimataifa wa kimkakati kikanda Penny Plus wa kukabiliana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza barani Afrika. Health is not a cost. It is an investment. Afya sio gharama, ni uwekezaji ambao unazalisha faida za kijamii, kiuchumi na ubinadamu. Mataifa yaliyowekeza kwenye afya yanawekeza kwenye nguvu kazi, watoto, wanawake, wazee na tija yao katika uzalishaji wa siku zijazo. Naye mkurugenzi wa Shirika la Afya Ulimwenguni WHO kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi, amesema barani Afrika magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanaongoza kwa vifo kwa 37% ya vifo vyote vinavyotokea kwa mwaka, pamoja na kusababisha ulemavu, ambapo kwa mataifa ya Afrika Mashariki Tanzania inaongoza kwa vifo vya magonjwa hayo kwa 39% ya vifo vyote, ikifuatiwa na Kenya 38% na Uganda 37% ya vifo vyote vinavyotokea katika mataifa hayo. This is not only a health issue. Hili tatizo si la kiafya pekee, ni tatizo la kiuchumi, tatizo la kimaendeleo na la haki pia. Wakati haya yakiendelea, tukumbuke kufuatia magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza, kuna familia zinapoteza mapato kwa kuwahudumia waathirika wa magonjwa haya. Nao wadau wa masuala ya afya wameelezea namna ambavyo kumekuwa na jitihada za kukabiliana na magonjwa hayo kwa ngazi ya jamii. Ni kwamba kuonyesha umuhimu wa lishe zetu tunazotumia kila siku, na tunawaelimisha mamalishe kwamba chakula wanachokipika na wanachohudumia wananchi lazima kiwe chakula bora na chenye afya. Mara nyingi mamalishe wengi wamekuwa wakifunika mifuko ya nailoni kwenye chakula, wamekuwa wakiweka mafuta mengi kwenye chakula, wamekuwa wakizidisha mafuta. Mkutano huo wa siku 3 umebeba kauli mbiu isemayo kukuza maendeleo kuelekea malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs, kwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza barani Afrika ifikapo mwaka 2030, kufikiria juu ya maendeleo ya utekelezaji wa Penny Plus, changamoto na hatma. Dorcas Ramos, Channel 10. Shukrani sana Dorcas Ramos kwa taarifa hiyo. Wakati serikali ikiendelea na jitihada za kuboresha huduma ya maji nchini, wakazi wa kata ya Samaria wilayani Arumeru mkoani Arusha wamelalamikia ukosefu wa maji safi na salama, hali inayowalazimu kutumia maji ya mifereji kwa zaidi ya miaka 4 kutokana na kusuasua kwa utekelezaji wa mradi wa maji wa Kikatiti Samaria. Mwanahabari wetu Jamila Omar kutoka Arusha anaarifu zaidi. Wananchi hao wamewasilisha kilio chao mbele ya mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania UWT mkoa wa Arusha, Flora Zelote, ambaye yupo katika ziara rasmi ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi pamoja na kuhamasisha uhai wa jumuiya hiyo na Chama cha Mapinduzi mkoani Arusha. Wananchi hao wanasema changamoto ya maji imeendelea kuhatarisha afya zao, kuongeza gharama za maisha na kuathiri shughuli zao za kila siku. Samaria tuna shida ya maji, lakini majibu mkandarasi alipwa hela, hata bungeni tumepeleka mbali bunge, anamuuliza kama ameshalipwa hela, tukaogopa jambo moja. Inakuwaje nchi yenye sheria mkandarasi anakuwa na serikali, watu wasipate maji na mpaka sasa hivi hatuna maji, tunateseka. Tunahitaji maji ya kunywa. Jamani, hatuna maji ya kunywa. Tunatumia maji ambayo yanachukua kwenye visima. Yale maji sio mazuri sana kwa miili ya watu. Tunatumia maji ya mifereji yanayotoka mto wa Mbuguni.
Akizungumza na wananchi hao, Bi Flora Zelote ameahidi kuwakilisha kero hiyo kwa serikali ya mkoa pamoja na waziri wa maji ili kuhakikisha huduma ya maji inapatikana kwa wananchi wa Samaria. Na mimi nitaipeleka kwenye serikali yangu ya mkoa iwasiliane na waziri ili ikiwezekana sasa ile mkandarasi aendelee kuwezeshwa, uwe mradi nao uweze kuendelea kujengwa, tuepukane na manunguniko ya wananchi. Hilo linawezekana kabisa chini ya serikali ya Mama Samia. Na kwa bahati nzuri, kwa vile mkandarasi uko site, sio mradi mpya, mimi nina hakika kwamba ule mradi utaenda kujengwa na utatekelezwa kwa wakati. Kwa upande wake, meneja msaidizi wa RUWASA wilaya ya Rumeru, Orest Manyanga, amesema hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa ili kuhakikisha changamoto hiyo inapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Changamoto tunayoipata kwenye mradi wa katika Samaria ni fedha kutoka serikali. Fedha zinakuja kidogo, mkandarasi anafanya kazi, baadaye anasimama. Kama sasa hivi mkandarasi yuko sasa anaendelea na utekelezaji wa mradi, lakini kwa fedha zake. Na pia tulitaka mradi huo pia hata kuweka kwenye mwenge ili utusaidie upatikanaji wa nini, wa fedha. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Wizara ya Afya ya Italia imetoa tahadhari nyekundu ya wimbi la joto kali katika miji 15 ikiwemo Milani na Roma, huku mamlaka zikisema kuwa idadi hiyo itaongezeka na kufikia miji 16. Huko nchini Ufaransa, takriban watu 20 wamefariki dunia kwa kuzama maji tangu mwishoni mwa wiki walipokuwa wakiogelea katika maeneo yasiyo na uokoaji, ambapo mamlaka zinasema kuwa idadi kubwa ya watu walikuwa wakijaribu kujinusuru na wimbi kali la joto linaloikumba sehemu kubwa ya Ulaya. Mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa ya Ufaransa imesema maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kushuhudia viwango vya joto vinavyokaribia nyuzi 40 za Celsia, ikiwa wananchi wanashauriwa kula vyakula vipesi, kubaki nyumbani wakati wa joto kali la mchana na kujimwagia maji baridi ili kupunguza athari za joto, pamoja na kuwataka wananchi kuogelea katika maeneo yanayosimamiwa na uokoaji pekee ikiwa tahadhari nyekundu ni kiwango cha juu zaidi cha onyo. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar, Dr. Khalid Salum Mohamed, amesema kutokana na kasi ya ukuaji wa idadi ya watu, uwepo wa mipango madhubuti ya matumizi ya ardhi inahitajika ili rasilimali hiyo iendelee kutumika vizuri kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni jukwaa la majadiliano la sekta ya ardhi linalofanyika katikati ya maadhimisho ya wiki ya ardhi. Jukwaa hilo linafunguliwa na Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar, Dr. Khalid Salum Mohamed, ambaye anasema mipango mizuri ya matumizi ya ardhi inahitajika kutokana na ongezeko la idadi ya watu linaloshuhudiwa hivi sasa katika visiwa vya Unguja na Pemba. Mimi binafsi mara nyingi huwa nafikiri mwaka 2050 60 Zanzibar itakuwaje? Zanzibar tulikuwa kwenye 300,000 na kitu kidogo. Sasa hivi tuko 1.8 million. Sasa tunapolizungumza swala hili, tunajua kabisa kwamba tunazungumza swala nyeti sana kwa nchi, kwa sisi tuliopo leo, lakini hasa kwa vizazi vijavyo. Aidha, Dr. Khalid anawataka watendaji wa Wizara ya Ardhi pamoja na Kamisheni ya Ardhi kuhakikisha ongezeko hilo la idadi ya watu haliathiri matumizi sahihi ya ardhi ambayo ndio kitovu cha maendeleo katika eneo la makazi na uwekezaji. Tuzitizame sekta hizi tukihusisha mahitaji ya kundi kubwa katika jamii, kundi la vijana. Kundi la vijana linakuwa kwa kasi na kwa kweli ndio kundi muhimu kwa maendeleo ya nchi yetu. Naibu Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Salha Mwinjuma Mohamed anasema jukwaa hilo limewaleta pamoja wadau mbalimbali wa sekta ya ardhi na makazi kuibua hoja na mikakati ya kuzikabili changamoto zinazokabili sekta ya ardhi na sekta ya makazi Zanzibar. Lengo kuja kujadili, kuja kuangalia vipi tunakwenda kwenye utekelezaji wa bajeti ya mwaka 26 na 27, lakini na bajeti zingine zinazofuata.
Mada zilizojadiliwa ni utaratibu wa upatikanaji wa haki na uhaulishaji wa ardhi, migogoro ya ardhi na suluhisho lake, matumizi ya ardhi kwa wenyeji na wageni, upatikanaji wa ardhi kwa ajili ya makazi bora, nafuu na endelevu kwa jamii na fursa za uwekezaji katika sekta miliki. Kimakasim, Channel 10, Zanzibar. Hospitali ya Taifa Muhimbili imewataka na kuwaomba wadau mbalimbali, taasisi binafsi na watu wenye uwezo kujitokeza kuunga mkono juhudi za kumlea mama aliyejifungua watoto 5 pamoja na watoto wake ili kuhakikisha wanapata mahitaji muhimu kwa afya, malezi na ustawi wao. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi misaada kwa mama huyo, kaimu mkurugenzi wa hospitali hiyo Dr. Juliet Magandi amesema malezi ya watoto 5 waliozaliwa kwa wakati mmoja yanahitaji maandalizi na rasilimali za kutosha, hivyo ushirikiano wa wadau mbalimbali utakuwa na mchango mkubwa katika kupunguza changamoto zinaweza kuikabili. Watoto wake wote 5. Kwa kweli ni msaada mkubwa na ni msaada ambao umekuja wakati mwafaka kabisa, kipindi hiki ambacho mama mzazi kwa kweli ana uhitaji sana mkubwa wa kusaidiwa, kwa sababu mtakubaliana na mimi, unapopata baraka ya kupata watoto 5 kwa mpigo, mara nyingi kwa kweli mtu utahitaji kusaidiwa au kuangaliwa na jamii. Kwa upande wake, meneja wa masoko wa Al-Hasib, Fulgens Riza, amesema kampuni hiyo iliguswa na taarifa za mama huyo kujifungua watoto 5 kwa wakati mmoja, hali iliyowafanya kuona umuhimu wa kufika hospitalini hapo na kutoa msaada wa mahitaji muhimu yatakayosaidia familia hiyo, huku mama watoto mapacha hao akishukuru kwa misaada hiyo. Kilichotusukuma zaidi ni kuona kwamba mama amepata watoto 5 kwa na majukumu mazito sana ya kuwalea. Yale majukumu mazito ya kuwalea tunajua atahitaji kutumia gharama mbalimbali za matumizi ya vitu vidogo vidogo. Sasa sisi tukaamua tumpunguzie matumizi ya gharama ya vitu hivyo kwa kumletea Pampers, wipes na pedi kutoka Bampi. Nasema asanteni sana kwa ujio wenu. Nasema ni asante, mmetuletea na zawadi hizi, na pia mmejitoa kwa jinsi ya namna ya kipekee sana, maanake mmetoa zawadi hizi kwa mwaka mzima. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Kufuatia huduma ya maji kukosekana kwa siku kadhaa katika mitaa 4 ya manispaa ya Musoma mkoani Mara, hatimaye huduma hiyo imeimarika kufuatia upungufu wa umeme katika mitambo ya kuzalisha maji katika eneo la mradi wa Bukanga na Nyamiongo. Musa Makale anaripoti kutokea Mara. Mitaa Nyabange, Kwangwa, Nyamiongo na Nyabisari ilikumbwa na changamoto ya ukosefu wa huduma ya maji kufuatia upungufu wa umeme katika mitambo ya kuzalisha maji. Hii ni kwa mujibu wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Musoma MUWASA. Kufuatia hali hiyo, mkurugenzi wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Musoma MUWASA, Esther Gilioma, anapita katika mitaa hiyo. Lengo ni kukagua na kujionea hali kwa sasa na kisha kuzungumza na wananchi, na taarifa yake kwa vyombo vya habari akaitoa. Kama tulivyokuwa tumeona kadhia hii ilikumba maeneo haya, na sasa tumetatua, na labda tu mipango yetu ni kuhakikisha wananchi waendelee kupata huduma endelevu itolewayo na MUWASA kupitia wataalamu na watendaji kwa ujumla. Licha huduma hii wananchi kukiri kuimarika, lakini hapa ombi wanalitoa. Mwezi na nusu hivi maji ya Nyabange ilikuwa hatoki, lakini tulikuwa tukiuliza watuambia changamoto ni umeme, kwamba TANESCO kule umeme ni mdogo, waweze kusukuma pampu zao za maji. Kufuta machozi. Hamna shida. Kwa tunaamini kwamba Mungu wa mbinguni amekutuma kuja kutusaidia, angalau watue wakina mama wenzio ndoo. Huko hali ilikuwa sio nzuri. Tunaomba muendelezo uwepo. Maji yasikate, maana tunapata shida sana. Tunashindwa hata kulipia bili kwa sababu unalipia bili maji yatoki. Sisi tunatoa wito tu wa kutuhudumia tupate huduma nzuri ya maji, kwa sababu maji ni uhai. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Naam, sasa tuelekee huko mkoani Mtwara ambapo wakulima kutoka wilaya ya Nanyumbu mkoa wa Mtwara wanaodaiwa kuvamia maeneo yaliyotengwa kwa shughuli za ufugaji katika kijiji cha Matemwe wilaya ya Nachingwea mkoa wa Lindi wametakiwa kuondoka mara moja. Hii ni baada ya kubainika kuwa wanaendesha shughuli za kilimo katika eneo hilo kinyume cha taratibu. Taarifa ya mwandishi wetu Aidan Mhando
kutoka Nachingwea mkoani Mtwara inaeleza zaidi. Hatua hiyo inakuja baada ya viongozi wa serikali kutoka wilaya ya Nachingwea na wilaya ya Nanyumbu kufanya kikao cha pamoja na wananchi ili kutafuta suluhisho la mgogoro wa matumizi ya ardhi unaoendelea katika eneo hilo, ambapo licha ya wakulima hawa kukiri kuvamia eneo hilo, wanaiomba serikali kuwapatia nafasi ya kuendelea na shughuli za kilimo, wakidai kuwa tayari wamewekeza nguvu na rasilimali zao katika mashamba hayo. Kwa sababu tulikuwa tunachukua jukumu la kwenda kuripoti kwao na wao wakaja kutugawia hizi sehemu. Ninaomba kama siku tuache tulime kwa eneo hili lote, basi hata walau hizo kilomita 3, 4, 5 ambazo watu wamepanda mikorosho tokea siku nyingi na sasa inazaa. Ninakuomba pia kama maombi haya yatawezekana, basi mtuandalie utaratibu wa kuweza kuishi na kufanya shughuli hizi za kilimo hapa. Omba tu kwa hekima na huruma zako tuangalie sisi ambao tuliopo kwenye maeneo yale, tuone msaada wako. Wakuu wa wilaya hizo kwa pamoja wanawafikiana kuwa wakulima hao wamevamia eneo la wafugaji kinyume na sheria, hivyo wanapaswa kuondoka mara moja ili kulinda mpango wa matumizi bora ya ardhi uliowekwa na serikali. Wale wakulima wote ambao wenye vitu wenu wa vijiji, wenye vitu wenu wa vitongoji walikuwa na wauzia, nendeni mkawashtaki mahakamani. Bado tukashauriana kwamba tuje kwa pamoja ili tuzungumze na wananchi hao, kila moja aelewe kwanza mipaka, lakini pili na mipango ya matumizi ya maeneo haya. Kutoka wilayani Nachingwea mkoani Lindi, mimi ni Aidan Mhando wa Channel. Hofu ya kuongezeka kwa mimba za utotoni miongoni mwa wanafunzi wa kike katika kata ya Kamena, halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita imewaleta wananchi wa kijiji cha Nelema kuanzisha ujenzi wa shule yao ya sekondari ili kuwaondolea changamoto watoto wao ya kutembea umbali mrefu kwenda katika shule ya sekondari Kamena. Taarifa zaidi na Mrisho Sadik. Mtendaji wa kata ya Kamena Joseph Emmanuel akitoa taarifa ya ujenzi wa shule hiyo kwa mkuu wa mkoa wa Geita wakati wa ukaguzi wa mradi huo, amesema wananchi kwa kushirikiana na wahisani na serikali kuu umefanikiwa kuchangia zaidi ya shilingi milioni 46 zilizowezesha ujenzi wa madarasa mawili yaliyokamilika na darasa moja linaloendelea kukamilishwa, kupunguza au kuondoa tatizo la mimba kabisa kwa watoto wa kike, kwa sababu ilibainika kuwa mtoto wa kike anapotembea umbali mrefu hupata vishawishi vingi njiani, hivyo hujikuta ameingia katika mtego na kupata ujauzito. Ombi ambalo wananchi wa kijiji hiki na wakata hii wanayo furaha sana kusikia neno moja tu kutoka kwako, utusaidie maelekezo kwa ajili ya shule hii iweze kufunguliwa. Hata hivyo, shule hiyo bado inakabiliwa na changamoto ukosefu wa vyoo, jengo la utawala na nyumba za walimu. Mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba amepongeza jitihada za wananchi za kuanzisha ujenzi huo, huku kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo akitoa wito wa mapambano dhidi ya mimba za utotoni zinazokatisha ndoto za wanafunzi wengi. Nataka tu niwashukuru wananchi hawa mbele yako. Kwa kweli tulipokuja kwenye ziara kwa mara ya kwanza ilikuwa ndo kwanza wanaanza wako chini, lakini wananchi wote walikuwa wameunganisha nguvu zao sana na wana uhitaji mkubwa sana wa shule hii. Yaani wanawake wote hao wanapendeza, nikiwaona hapo wamefunga na vilemba. Wewe hujawatamani, unatamani sketi tu. Mkuu wa mkoa wa Geita Maritini Shigela amesema katika mwaka wa fedha ujao serikali itatoa shilingi milioni 70 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la utawala na vyoo ili kuwezesha shule ya sekondari Ndelema kuanza kupokea wanafunzi na kupunguza changamoto zinazowakabili watoto wa eneo hilo. Kwenye mwaka unaokuja wa fedha, sio mwakani mwezi wa kwanza, mwezi wa 7 kesho kutwa, shule hii tunailetea milioni 70. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Na huko nchini Uganda, Wizara ya Afya nchini Uganda imethibitisha kisa kipya cha ugonjwa wa Ebola na kufanya idadi ya visa vilivyothibitishwa kufikia 20, ambapo mlipuko huo wa Ebola unatokana na aina adimu ya virusi vya bondibuyo ambayo haina chanjo na matibabu rasmi.
Aidha, nchini Uganda kumeripotiwa visa vitano wakati huku idadi ya vifo nchini Kongo ikiongezeka ambapo watu 14 wamepona na virusi na visa 15 ni vya maambukizi kutoka nje ya nchi, ikiwa mamlaka za afya zinaendelea kuimarisha ufuatiliaji na hatua za kudhibiti maambukizi hayo. Ikumbukwe kuwa Kongo ndiyo kitovu cha ugonjwa huo wa Ebola. Mamlaka zimesema kuwa watu 267 wamefariki toka kuanza kwa ugonjwa huo miongoni mwa visa 10,048 vilivyothibitishwa. Na mkuu wa wilaya ya Tarime Meja Edward Goele ameongoza zoezi la upandaji miti kuelekea maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, ambapo ameipongeza mamlaka hiyo kutekeleza lengo la serikali la kila wilaya kupanda miti milioni 1.5. Musa Makali anaripoti kutokea Mara. Meja Goele ametoa kauli hiyo mara baada ya kushiriki katika zoezi la upandaji miti katika kuelekea maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, zoezi lililofanywa na idara ya forodha katika mpaka wa Silali, huku akiwataka wenye viti na watendaji kutekeleza zoezi hilo kwenye maeneo yao. Leo tumefanya upandaji wa miti na hili jambo ni kuunga mkono jitihada za serikali la upandaji wa miti milioni 1.5 kwenye kila wilaya. Kwa hiyo katika orodha ya miti ambayo itaingia kwenye idadi hiyo ni pamoja na hii, na tunafanya hivi kwa ajili ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu tunaamini tutakapohifadhi mazingira na nia atatuhifadhi na sisi. Hapa pana shughuli mbalimbali za kiuchumi kwa sababu ni mpakani mwa Tanzania na Kenya. Kwa hiyo tunahitaji mazingira hapa tuyaboreshe, yawe mazingira mazuri kwa ajili ya wanaofanya kazi hapa, lakini pia na kupendezesha eneo la Silali. Kwa hiyo tunawapongeza TRA kwa juhudi ambazo wamezifanya za kupanda miti katika siku zao za maadhimisho ya miaka 30 tangu ilipoanzishwa. Meneja wa forodha katika mpaka wa Silali Abdara Mambi amesema zoezi hilo la upandaji miti ni kuonesha ushirikiano baina yao na wafanyabiashara na kuwa karibu na walipa kodi. Ni kuonyesha tu jinsi mamlaka inaposhirikiana na watu na kushukuru pia walipa kodi kwamba mpaka hapa tulipofikia tumepata improvement kubwa sana, lakini hiyo haikuwa ya kwetu peke yetu. Imepatikana maendeleo haya yote kwa sababu ya ushirikiano ambao tunaupata kutoka kwa walipa kodi nchini. Tufanye shughuli zote hizi za pamoja ambazo zote ni kwa ajili ya maendeleo ya nchi, ikiwa ni pamoja na kutunza mazingira. Kila mmoja kwa nafasi yake, naomba tukafanye azima hii katika familia zetu, maeneo yetu, majumba yetu, na hatimaye hii miti tuliyoipanda leo tuitunze mkono, na tunawaahidi kuweza kuisimamia na kuitunza hii miti dhidi ya uharibifu wowote. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Naam, shukrani sana Musa Makali kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.